Mvutano wa kisiasa nchini umeongezeka huku uchaguzi mdogo wa Novemba 27 ukionekana kama uwanja wa kupimana nguvu kati ya serikali ya Rais William Ruto na upinzani unaoongozwa na Rigathi Gachagua. UDA imejitokeza kwa nguvu kupitia viongozi na mawaziri wanaopigia debe wagombea wao, huku DCP ya Gachagua ikiwahamasisha wapiga kura kupinga ushawishi wa chama tawala. Huu ndio mwanzo wa simulizi linaloonyesha mgeuko mpya katika siasa za Kenya. Katika Mbeere ya Kaskazini, ushindani mkali ni kati ya mgombea wa DCP Newton Kariuki na mgombea wa UDA Leo wa Muthende, huku pande zote zikilaumiana kuhusu vurugu za kampeni. Malava pia imeibua taswira tofauti baada ya Ayub Savula wa DAP Kenya kutangaza kumunga mkono mgombea wa UDA ili kuendana na msimamo wa gavana wake. Huku hayo yakijiri, hofu ya matumizi mabaya ya rasilimali za umma na michafuko kama yaliyoshuhudiwa Kasipul inaendelea kutikisa maandalizi ya uchaguzi ambao unahusisha zaidi ya chaguzi ndogo 24 katika kaunti 14 tofauti nchini. Mimi Rigiji mtoto ya Maumau nitakaa hapa mpaka Karis atangazwe kama mjumbe wa Mbeere North. Leo Muthende achaguliwe, niende bunge, nitetee maendeleo. Ni moto si moto. Ni baya si baya. Kwanza hajapunga tafadhali. Nione tutamia William Ruto, tutamia William Ruto tuta. Kwa ujumla, uchaguzi wa Novemba 27 umegeuka kuwa kipimo muhimu cha ushawishi wa kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027. Matokeo ya maeneo haya kama Mbeere Kaskazini na Malava yanatoa mwelekeo wa nguvu za vyama na hali ya uchaguzi nchini. Hivi sasa macho ya Wakenya yameelekezwa kwenye siku ya kupiga kura, ikisubiriwa kuona iwapo chaguzi hizi ndogo zitaashiria mabadiliko yoyote makubwa kwenye taswira ya siasa za taifa. Nikiripotia runinga ya TAS kutoka Thika, kaunti ya Kiambu, jina langu ni Kelvin Mwenda.